na roho mbaya. Mlivyo na roho mbaya. Nawaambia kweli. Mnashindwa kutupongeza mashabiki wa Yanga kuwa klabu ya kwanza kwenye michezo ya klabu bingwa Afrika kuwa na mashabiki wengi kwenye kiwanja cha Aweyi. Ndio mashabiki wa kwanza. Fuatilieni National Ahli kacheza na Idol, wafuatilieni Zamalek, wafuatilieni kila aina ya Pyramid bingwa mtetezi. Fuatilieni vilabu vyote, hata hawa makoro mnaoona nyie maduduka. Wamecheza hapo karibu tu Msumbiji na wamecheza Msumbiji. Lakini klabu ambayo imepeleka mashabiki wengi nje ya mipaka ya nchi, yani kiwanja cha Aweyi, sisi tuko wengi kuliko hata klabu yoyote iliyowahi kwenda kucheza Aweyi kwa mara ya kwanza. Young Africans tulifanya nakumbuka na El Merreikh pale Rwanda, na hii imekuwa ni mara ya pili. Japo tunaendaga katika viwanja vingine, lakini kwa ukubwa ile kujaza jukwaa kubwa, amini lenye ukubwa wa VIPD watu karibuni 4,000, ndio mara ya kwanza. Sio National Ahli wala sio klabu yote. Klabu yetu ni klabu kubwa, na nyinyi waandishi wa habari na wachambuzi wa masuala ya soka, nilitegemea mngeweza kuipongeza Young Africans kwa na mashabiki bora ambao wanaweza kuisupport timu yao. Na muomba Mwenyezi Mungu aendelee kutupa uthubutu mashabiki wote wa Yanga ambao tunathubutu kwenda kuishangilia timu yetu Aweyi. Uthubutu huu msimu tuuendeleze katika michuano ya kimataifa na ligi ya nyumbani. Naamini hili nyinyi waandishi wa habari naongea, mnasafiri mnaenda kwenye mechi za Simba na mnaenda kwenye mechi za Yanga. Hata mechi za ligi kuu Simba wafikishi magoli 5 kwenda mikoani. Hilo nakupa. Yaani Simba hawafikishaji gari 5 kwenda kwenye mechi hata za ligi. Hizi za Mbeya, sijui Bukoba hapo labda Kagera Sugar na nani hawafikishi, lakini Yanga tuna zaidi ya gari 50 mpaka 60 zinazoenda mikoani. Ikifika swala la nje ya nchi, ile mikoa ya karibu ambayo tunaenda kwenye hiyo nchi husika, na magari kutoka Dar es Salaam huwa ni mengi sana. Kwa hiyo tumetoka safari ya mbali, alhamdulillah tumeenda salama, tunarudi salama. Kongole kubwa kwa mashabiki wa Yanga waliosafiri kwenda nje ya nchi. Godi ndio dunia. Sawa. Picha Godi chini na Kevin. Chini Ipio. Tunabali kwa kufanya kitu baya. Na time niliona sisi picha tuna muda gani? Injinia kama sio mwenyewe hivi. Unajua ukishafungwa kwa sawa, unajua. Lakini kwa sababu mechi imeisha, tuna mechi nyingine ambayo iko mbele yetu na wale mabwana. Mimi wakati narudi kwenye safari ya kutoka Malawi, tulifika siku 3 hapa, tumetoka kule siku 3 natembea barabarani kulingana na ubovu wa barabara zilizopo Malawi. Kwa hiyo njiani kila saa inanijia tumefungwa hii na wale mabwana. Yani katika kitu kimenikwaza kwenye maisha yangu ni kufungwa na ile timu dhaifu. Yani ile timu ni dhaifu kweli. Lakini ndio football. Unajua wakati mwingine unamkuta Liverpool anafungwa na Crystal Palace na Norwich. Kwa mfano Manchester United unaona wamefunga Liverpool, si ndio? Lakini Manchester United kafungwa na katimu katolewa kwenye Carabao Cup. Mpaka leo mimi siamini Manchester United katolewa na kale katimu katolewaje. Yaani timu yenyewe ina wachezaji ambao mashabiki yake yani wanashabikia Manchester United. Umewaona wale Silver United? Wale strikers ni Silver Strikers. Wale wachezaji wenyewe wa Silver Striker mpaka na tagi yao shabiki wa Yanga. Yaani wanaipenda Yanga kutoka kwenye mioyo yao. Yaani inatokea tu mpira unafungwa na timu dhaifu. Ndio kama vile sisi tumefungwa na timu dhaifu, lakini haimaanishi wale watu kwamba wanatumudu. Mabala wale wao waji wa billahi na kwa. Bwana kama kuna bakola leti. Kama kuna mkwaju karibu hapa leti. Kama sio mbali kweli. Wallahi na kuapia kwa Mwenyezi Mungu jua linazama mafala lile la jioni. Wale mabwana wapewe mechi 5 na Yanga, 5 mfululizo, viwanja tofauti. Hakuna hata mechi moja wanaweza kashinda. Hakuna hata nachukua mkwaju. Sawa? Mimi nyinyi waandishi wa habari mliokuwa
na wanaonisikiliza Benjamin Mkapa baada ya mechi kuisha. Jumamosi safari goli. Mkwaju wa aina hii nichape nao. Huwa. Tukifungwa na wale mabwana si tukashindwa kufuzu. Mkwaju huu mimi nimekukabidhi. Utawapa na wenzako waandishi wa habari, bodi Yanga, mnapotoka tu pale mpirani, mpira umeisha. Yanga kashindwa kuingia tu ya makundi. Mtandike viboko. Adu sisi kikwazo usikili kwa kinajulikana, kila mshabiki sasa anasema